Omba. Kisa cha kipofu mwenye hekima na mwizi mjanja. Habari mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV. Usisahau kusubscribe kupata mazuri zaidi na kujifunza zaidi. Zamani za kale, katika kijiji kimoja cha Waislamu waliokuwa wakiishi kwa amani na upendo, alikuwepo mzee mmoja kipofu aliyekuwa mcha Mungu na mwenye hekima kubwa. Alitumia muda wake mwingi katika ibada, kusoma Qur'an na kuwafundisha watoto wa kijiji elimu ya dini. Ingawa hakuwa na familia, alikuwa akiridhika na maisha yake, akimtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Nyuma ya nyumba yake ndogo, alikuwa na bustani nzuri aliyoiendeleza kwa juhudi kubwa. Aliona bustani hiyo kuwa ni baraka kutoka kwa Allah. Hivyo aliitunza kwa upendo na bidii, akihimidi neema za Mola wake kila siku. Siku moja, Mwenyezi Mungu alimuongoza kwenye biashara ndogo iliyofanikiwa, na hivyo alipata kiasi kikubwa cha pesa halali. Kwa kuwa alikuwa na tabia ya kuepuka anasa za dunia, alifikiria mahali salama pa kuweka pesa hizo. Alikumbuka hadithi ya Mtume Muhammad inayosema, fungamanisha ngamia wako kisha mtegemee Allah. Kwa busara yake, aliamua kuzikwa pesa zake katika sehemu ya siri ndani ya bustani yake, akimwomba Mwenyezi Mungu azilinde dhidi ya maovu. Baada ya muda, alipohitaji pesa zake, alikwenda kuzichukua, lakini alishangaa kuto kuziona mahali alipozificha. Alitafakari kwa makini na akahisi kuwa mtu fulani alimuona alipokuwa akizika pesa hizo. Baada ya tafakuri ya kina, alihisi kuwa jirani yake aliyekuwa akijulikana kwa tabia ya udanganyifu na tamaa ndiye aliyefanya wizi huo. Mzee kipofu hakutaka kumtuhumu jirani yake bila ushahidi. Akakumbuka mafunzo ya Kiislamu yanayosisitiza hekima na uvumilivu katika kushughulikia mambo. Akapanga mpango wa busara. Alimtembelea jirani yake na kumwambia kwa sauti ya utulivu, ewe jirani yangu, nashukuru Allah kwa kunipa tena riziki nyingi. Leo nimepata pesa nyingi, lakini sijui ni wapi niweke ili ziwe salama. Je, unanishauri nizihifadhi kwa mtu mwaminifu au nizizike tena katika bustani yangu kama nilivyofanya mara ya mwisho? Jirani mwizi, akidhania kuwa kipofu huyo hajagundua kilichotokea, alitabasamu kwa ujanja na kusema, kaka yangu, pesa ni amana kubwa. Si busara kuwaamini watu wengine kwa urahisi. Ningekushauri uziweke tena bustani mwako, mahali pale pale ulipoweka za kwanza, ili ziwe salama kabisa. Mzee kipofu alitabasamu moyoni mwake, akitambua kuwa hila yake imemfunua mwizi. Aliondoka kwa utulivu, huku akisubiri muda ufaao wa kurejesha haki yake. Usiku ulipowadia, mwizi alikwenda kwa haraka kwenye bustani ya kipofu ili kuzirejesha pesa alizoiba, akihofia kwamba kipofu angekuja kuzika zingine juu ya zile alizoiba awali. Alizirudisha haraka na kurudi nyumbani kwake akiwa na matumaini makubwa ya kuja kuiba tena usiku wa pili. Lakini mzee kipofu, kwa ujuzi wake, alisubiri kwa subra. Alipohakikisha kuwa pesa zake zimerejeshwa, alizichukua zote na kuziacha mali zake mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Usiku wa pili, mwizi alikuja kwa furaha ili kuiba tena, lakini alipofika pale alipokuta tu karatasi ndogo iliyoandikwa, Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa waumini na hekima ni silaha ya mcha Mungu. Mwenye akili hamdanganywi na wajinga. Mwizi huyo alitetemeka kwa hofu na kujuta kwa kitendo chake. Alitambua kuwa kipofu huyo si mtu wa kawaida, bali ni mtu wa hekima na uchaji Mungu. Asubuhi yake, alikwenda kwa kipofu na kumwomba msamaha, akiahidi kutubu na kurekebisha maisha yake. Mzee kipofu, kwa moyo wake mwema, alimweleza kuhusu umuhimu wa kutafuta riziki halali na kumwogopa Allah katika matendo yote. Mwizi huyo alibadilika na kuwa mtu mwema, na kwa hekima ya kipofu, jamii yote ilijifunza thamani ya uaminifu na busara. Funzo: Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa wale wanaomtegemea kwa dhati. Hekima na busara ni silaha muhimu dhidi ya hila za maovu. Riziki halali ina baraka, lakini wizi na udanganyifu huleta fedheha na majuto. Kila jaribio linaweza kuwa njia ya kumleta mtu karibu na Mwenyezi Mungu, ikiwa atalitazama kwa subra na hikma.